Na mtazamaji wa Faida Online TV, hapa ni eneo ambalo linafahamika maarufu kama Ubungo Mataa. Linapatikana kwenye kijiji na kata ya Mwaya katika tarafa ya Mangula, halmashauri ya mji wa Ifakara katika mkoa wa Morogoro. Leo tumetia timu hapa kwa ajili ya kuweza kuzungumza na baadhi ya wananchi, lakini pia vijana wakituelezea namna gani wamekuwa kijitoa kuchangia masuala mbalimbali ya maendeleo, ikiwa ni pamoja na kuchangia ujenzi wa zahanati, shule, ofisi za serikali na vitu kama hivyo. Lakini leo tunalenga moja kwa moja kwenye swala zima la ujenzi wa shule za sekondari. Faida Online TV, watu wa field pass na hiana, tumekuandalia taarifa ifuatayo. Naitwa Karim Faida. Hii ni Faida Online TV. Nikukumbusha kusubscribe, ku like na comment channel yetu ili uendelee kupata habari zetu. Sisi ni watu wa field, tafadhali baki nasi. Kwa upande wa majina naitwa Abdalla Mbulage. Kutokea Ubungo Mataa, kumekuwa na utaratibu vijana kutokea hapa maeneo ya Mwaya, Mangula kwa ujumla kuchangia kwenye swala zima la elimu. Mmekuwa mkivutiwa na vitu gani hasa? Haswa kabisa ni hamasa ya viongozi wetu. Huwa mara nyingi wanapita kwenye vikundi kama hivi, bodaboda, wajasiriamali mbalimbali, na mikutano mbalimbali ya vijiji, vitongoji, wanatuhamasisha kwa ajili ya kuchangia michango ya maendeleo ya kijiji pamoja na kata kwa ujumla. Kwa hiyo tunachangia michango ya sekondari, pia tunachangia hadi ujenzi wa ofisi za kijiji, kata na vinginevyo. Ndio. Utaratibu ambao unaotumia ni kwenye vikao tu, na kama mtu hachangii, kuna sheria yote ambayo imewekwa kwa ajili ya mtu kama huyo? Ni sahihi, na sheria hiyo haitungwi ofisini, huwa inatungwa baada ya kikao. Kwa mtu ambaye hajachangia, faini huwa inapangwa kwenye kikao kwamba ni shilingi ngapi mtu asiyechangia mchango, na ndio maana vijana wengi tunahamasika kutoa mchango. Unawaambiaje maeneo mengine ambao vijana wamekuwa ni wavivu kuweza kuchangia? Kwa kweli, cha kwanza tunatakiwa tutambue maendeleo ni kwa kila mtu. Kwa mfano si vijana bodaboda tunanufaika kwa kazi yetu ya bodaboda. Kwa hiyo huwezi kuendesha bodaboda kwenye eneo fulani alafu ile eneo lisinufaika kupitia wewe. Inakuwa ni changamoto, unajua. Kwa hiyo ushauri wangu kwa vijana wenzangu kwa maeneo mbalimbali, tuwe makini na tuwe pamoja katika kuchangia michango ya maendeleo ya jamii. Nakushukuru sana. Asante sana. Tupata nafasi ya kuzungumza na mheshimiwa diwani wa kata hii ya Mwaya, naye akielezea kuhusiana na kile ambacho kinafanywa na namna wanavyofanya kuhakikisha kwamba watu wote wanachangia kwenye swala zima la maendeleo. Kwa jina naitwa Anthony William Mwampunga, ni diwani wa kata ya Mwaya ambayo iko katika halmashauri ya mji wa Ifakara. Ni kweli, hasa kwa mfano mimi nizungumzie katika kata ya Mwaya, tumejenga Karunga sekondari kwa nguvu za wananchi. Lakini pia Mangula sekondari tumejenga madarasa kwa nguvu za wananchi. Lazima tukawahamasishe wananchi wetu kujua kwanza umuhimu wa ujenzi wa madarasa. Tutakapokuwa tumeshaanza kuwaelimisha wananchi, wanapokuwa wameshaelewa, mwisho wa siku tunaanza kukubaliana na wananchi ni mchango kiasi gani tunakwenda kuchangishana. Kwa mfano, mimi kwenye kata yangu ya Mwaya, wakati tunajenga sekondari mchango ulikuwa ni shilingi 3,000. Mwisho wa siku tukajenga madarasa 3, tukaenda kujenga na Mwerule sekondari. Mpaka sasa imekamilika. Shilingi 3,000 hii kwa muda gani? Kwa mwezi au kwa mwaka? Hii ni kila mwaka. Kila mwaka. Na hali ya ukusanyaji inakuwaje? Hali ya ukusanyaji inakuwa ni ya kawaida tu, hakuna tutumii nguvu kubwa. Tunakuwa tu kila wanafika kwenye mikutano tunahamasisha na wananchi wanatoa. Lakini yule anayekuwa amekaidi, mwisho wa siku tunamwita kwenye ofisi ya kata, tunampa elimu, anakwenda kujitolea. Kwa mnajenga mpaka mnakamilisha kabisa darasa? Sisi tunakamilisha bweni. Tukishafika kwenye linta tunaikabidhi halmashauri. Halmashauri inakwenda kufanya finishing. Tumejenga Mwerule sekondari kwa kutumia nguvu za wananchi, lakini paka sasa kwenye kata ya Mwaya tuna ujenzi wa zahanati 2 ambazo paka sasa zahanati ya Mwerule imeshakamilika kwa kutumia nguvu za wananchi na michango ya wananchi. Lakini pia tuna ujenzi wa zahanati Mikoreko kwa kutumia michango ya wananchi. Na nisikuthibitishie inakwenda kukamilika paka sasa. Tunachokifanya sisi, hatutaki kuwatusha mzigo mkubwa wa wananchi. Tunakwenda tunaangalia tumechangishana, kwa mfano tunamuita mtathmini, anatathmini darasa lina thamani ya shilingi ngapi, tunakwenda kuigawa kwa kila kijiji. Mimi kata yangu ina vijiji 5. Tunakwenda kugawana. Kwa mfano kuna kijiji kimoja kina wananchi labda 600, 700. Tunakwenda kuigawa kwa vijiji vyote na kwa kila mwananchi. Mwisho wa siku tunaweza kuta mchango paka shilingi 1,000. Tunakwenda kueneza kwa boma moja. Kazi ya Faida Online TV ni kuzunguka katika maeneo mbalimbali, kukusanya taarifa na kuletea hapa ulipo. Leo ni Morogoro kwenye halmashauri ya mji ya Ifakara, hapa kwenye kijiji na kata ya Mwaya. Mpaka kufikia hapo mimi sina la ziada. Jina langu naitwa Karim Faida. Hii ni Faida Online TV. Naomba nikukumbushe kusubscribe, ku like na comment channel yetu ili endelee kupata habari zetu. Hakika sisi ni watu wa field. Asante na kwaheri.